wakamtoa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16. Wakamfanya awe mfalme mahali pa Amazia babaye. Huyo akajenga Eladi, akaurudisha kwa Yuda. Baada ya kulala mfalme pamoja na babaze, Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Endelea. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Endelea. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema na Uzia akateuliwa akiwa na miaka 16 ili akaweze kutawala Yerusalemu. Ingawaje alikuwa mtoto mdogo wa miaka 16, maandiko inasema ya kwamba akateuliwa na watu wa Yuda, akateuliwa na watu wa Yerusalemu ili akaweze kuwa kiongozi na akaweze kuwa mtawala. Ningependa niingie katika ibada ya leo kwa vishindo ya kwamba kuna watu ambao wanaenda kuteuliwa leo kuwa watawala wa maeneo yao. Kuna watu ambao wanaenda kuteuliwa ili wakaweze kutawala katika vijiji na miji. Kuna watu ambao wanaenda kuteuliwa leo ili wakaweze kuchukua usukani. Maandiko inasema ya kwamba na wakati baba yake aliyekuwa mfalme alipoondoka, watu wakamteua. Hawakuwa na jambo lingine ingawaje kumteua ili akaweze kuchukua utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba Uzia, ingawaje tunamjua na wale wengi ambao wamesikia habari ya Uzia wanaijua katika kitabu cha Isaya, maandiko ikisema na wakati Uzia alipokufa Isaya akamuona Mungu, lakini adili ya Uzia ilikuwa ni adili bora. Akateuliwa kama mtawala, akateuliwa kama mfalme, ingawaje alikuwa na miaka michache, ingawaje watu wangedharau, ingawaje watu wangemfuruza, ingawaje watu wangemuita katoto, lakini Bwana akapeana mwongozo wa kuteuliwa. Na maandiko inasema ya kwamba alipopewa mamlaka yale, akatenda yale yaliyompendeza Bwana. Yaliyopendeza Bwana, yaliyependeza machoni pa Bwana. Ingawaje ameteuliwa katika udongo, akainuka na akaanza kutekeleza yale mambo ambao yaliyokuwa ni ya kumpendeza Bwana. Akainuka na akaanza kutawala, na utawala ukawa ni wa kulitukuza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua ya kwamba katika familia tulizotoka kunahitajika watu wa kuzitawala. Bwana asifiwe sana. Kunahitajika watu wa kuzitawala, lakini kwa sababu kuna watu wakubwa kukuliko, kuna watu wanajua vitu kukuliko, kwa sababu kuna watu wajanja kuliko wewe, wamekaa wakikalia, wamekaa wakitawala, wamekaa wakipinyilia, na hivyo majira ya Bwana imewadia, wajanja na ujanja wao wakaondoke. Hata kama haukubaliki, hata kama miaka yako ikubaliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri tukiangalia kama leo, mtu aliyekuwa miaka 16 kuteuliwa kuwa president katika nchi ya Kenya, utasikia vita na utakuta hata amegeuzwa, utakuta kila kitu kimetokea, utakuta kila watu, maana kuna wengine wanasikia wanaweza kuongoza. Ningependa nikwambie leo ya kwamba kuna watu waliyekalia nafasi
ambazo tulizostahili kuchukua katika maisha. Kuna watu ambao wamekalia nafasi ambazo ni za baraka katika maisha yetu. Kuna watu ambao wamekalia hatima yetu, si kwa sababu hatujui, lakini kwa sababu walikuwa wazee kutuliko na mamlaka kutuliko. Wengine tumenyang'anywa kwa sababu hatujui, wengine tukanyang'anywa, tukadanganywa na chakula kama Esau. Ya kwamba wengine tukanyang'anywa utawala ambao tungekuwa tukitawala leo, tukadanganywa na chakula kama Esau, tukaingia katika nafasi ya kupeana mamlaka tuliyopewa. Wapendwa, mchana wa leo neno la Bwana limetujia ili tukaweze kuinuka na kutawala maeneo ambao Bwana ametupea, ya kwamba tukatawale katika taifa na katika mataifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa haitahitajika experience. Haihitajiki experience kutawala. Inahitajika kutenda yale ambayo yanampendeza Bwana. Inahitajika watu ambao watakaotembea katika neema, watu ambao watakaotembea katika wokovu, watu ambao watakaotembea katika nuru. Wakati ule ya kwamba baba akaondoka na mwana akapewa mamlaka, akiwa miaka 16, akiwa miaka ambao haikutarajiwa. Wapendwa, kuna vitu ambazo tutaenda kupata majira yasiyotarajiwa. Ningependa nikwambie leo, kuna baraka utaenda kupokea ambazo hazilingani na miaka yako. Ninakwambia leo ya kwamba kuna neema utapata ambao hailingani na miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wakitazama, wanaangalia na wanaona na upepo. Na hii ndio sababu hata makanisani ya kwamba mtu akiokoka na akianza kumtumikia Mungu kama aliokoka juzi, unapata anaambiwa na waliyetangulia, ujue hata sisi tumekuwa hapa, tumekaa hapa miaka mingi, usione kama tulikuja juzi kama wewe. Nataka nikwambie, haijalishi miaka yako, kinachojalisha ni kibali cha Bwana kitakachokuwa juu ya maisha yako. Maana Bwana anatamani akatumie chombo kilicho available, na wakati kitakapojitokeza, haitajalisha umekaa katika wokovu miaka ngapi, haitajalisha umekaa kanisani miaka ngapi, haitajalisha hiyo. Bwana anataka kupeana utawala utakaoenenda katika mapenzi ya Bwana na watu wakayatekeleze. Ukisoma maandiko hayo utaona neno linasema ya kwamba Anaosia akainuka na akapigana na Wafilisti. Hallelujah. Amen. Akiwa na miaka 16 akainuka na akaenda kwa vita, akaenda akapigana na Wafilisti na akawabomoa na akawaondosha, na kule kulikokataliwa akaanza kujenga miji. Mataifa yaliyochukuliwa, miji na vijiji vilivyochukuliwa zilizokuwa Yerusalemu zikarejeshwa na zikajengwa tena. Ninataka nikwambie, vitu vya familia yenu zilizochukuliwa na maadui wakaenda kutumia, you are the person to arise. Ukapige kuta zao, ukabomoe kuta zao, ukabomoe tawala zao, na ukaanze kujenga tena. Haleluya. Ya kwamba kwa neema hii akaingia na kwa muda wa miaka michache akaanza kutawala, akaingia katika vita, akaenda akiwapiga watesi, akaenda akipiga wale walioingia katika maeneo ya Yerusalemu, wale waliokuwa wameingia katika maeneo ya Yuda, akawapiga na wakawakomesha. Ninataka nikwambie, waliyekuakalia kwa muda wa miaka mingi, leo unaenda kuwakalia, unaenda kuwapiga. Waliyewapiga kwa uchawi, unaenda kuwapiga na kuwatiisha. Waliyewanyanyasa katika maisha, the power of God and the anointing is
Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wanadharau, inawezekana wanakukataa, inawezekana wanakupuuza. Wanasema hatuwezi shambuliwa na mtoto, wanasema hatuwezi kuja kushauriwa na mtu kama wewe. Unajua, tunajua watu na tunajua mambo. Ningependa nikwambie leo ya kwamba kujua kwao kwa mambo haihusiani na upako unaopokea leo, ya kwamba ufahamu wao wa vizazi vilivyotangulia haihusiani na upako unaopata leo, ya kwamba baraka zako unazozipokea leo hazihusiani na maagano yao ya mbeleni. The Father of all nations, the Father who is our God, anaingia kwa upeo upya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu wakati wafilisti walipokuja kwa vita, wakati baba ya Yosia alipokuwa mfalme, walipiga watu walipiga watu wa Yerusalemu na wakapokea, wakakalia. Walipiga watu wa Yerusalemu na wakawanyang'anya vitu vyao, waliwapiga na wakawaondosha. Maandiko inasema ya kwamba alipopata nafasi akaingia. Ninataka ninene nawe, watu waliowapiga na kuwanyang'anya mashamba yenu kwa sababu kwenu hakuna mtu, I declare today the Lord is going to anoint you and bring you glory in your way in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Wale wasambaratisha na wale wapiganao nawe, wapiganao na familia, wapiganao na jamii, ya kwamba wanataka kutawala, ninatangaza leo Yosia wale wanazaliwa, atakaye tawala, atakaye piga ngome, atakaye angusha madhabahu ambazo ni za wafalme wa giza, zinaenda kuondolewa leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawa wakaangalia, ninajua ya kwamba wale waliokujua mbeleni na wale waliojua maisha yako mbeleni walijua ya kwamba hauwezi na haiwezekani. Lakini ninataka nikwambie leo ya kwamba kuweza kwako hakutokani na nguvu zako, ya kwamba kuweza kwako hakutokani na masomo yako, ya kwamba kuweza kwako hakutokani na pesa zako. Maana Bwana anapoanza kutenda kazi anatumia chombo kilicho kidhaifu ili vyombo vyenye utukufu sikaharibike. I declare today that you are only the least vessel. Wewe ndiye chombo kilicho kidhaifu leo, kitakachotumika kubadilisha katika jamii na katika familia. Maeneo haya twaenda kuyabadilisha katika jina la Yesu. Maeneo haya twaenda kuyabadilisha. Wachawi na waganga watupaa mishale wakipiga watu na kuwalemaza. I declare today the anointing is laying today. Bwana asifiwe sana. Wengi wetu tukateswa. Wewe unaona mtu anakuangalia kwa jicho la kichawi na utambui, anakuangalia kwa jicho la kiangano na ujui, kwa maana ameona mtu mdhaifu, ameona mtu mwenye haelewi siri za anga, ameona mtu haelewi maagano. Ninataka kutangaza leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Yosia akaingia kwa ofisi akiwa na miaka 16, ambao ni mtu hata bado hajaelewa kujipanga na kupanga maisha. Haleluya. Watoto wa miaka 16, si mko na wao kwa nyumba, wanakaa kwa nyumba sasa, mnawalisha, ana chakula, ako shule tu anazunguka. Lakini baada ya neema ya Bwana kushuka, watu wakaulizana na ni nani atakaye tawala. Wakasema na kuna mtu mmoja ambaye ni kijana anaitwa Yosia, ya kwamba na achukue usukani. Ninataka kunena nawe, maana watu wameingia kwa madhara. Ninasikia nikiambiwa familia mingi tunazoitoka
zimeingiwa kwa madharau, maana hakuna mtu anaweza kuongea. Oh my Father, Bwana asifiwe sana. Jamii mingi tunazotoka, watu wameingia kwa kiburi na madharau, kwa sababu wakitazama wanaona maisha yako na maisha ya wale walioko. Hakuna mtu anaelewa ni wapi anaelekea. Lakini ninataka kukwambia leo ya kwamba Bwana anakushikisha njia, ya kwamba Bwana anakupea uwezo, ya kwamba Bwana anakupea jeshi, ya kwamba Bwana anakupea majeshi ya kushambulia tawala na ngome za giza, ya kushambulia watawala waliotangulia, waliyekalia vijiji na miji ya Yuda na Yerusalemu, ya kwamba Wafilisti ninawaamurisha leo wakayayuke na kuondoka. Haleluya, amen. Wanenao kwa lugha za mizimu, na wale wanajua kuweka manga kwa dhabihu na sadaka, ili wakaweze kusifunga vizazi, ndio visiweze kufanikiwa. Ninataka kutangaza leo, miji yako ya kufanikiwa iliyobomolewa na inakaliwa na Wafilisti leo, wanakaa wakifurahia, wakistareheka. Today is the time to storm. Leo ni siku ya kushambulia vikao vyao na miji walioikalia. Tutawavamia ghafla, tutawavamia ghafla na kuwafagia. Tutawaondosha katika mipango na mbinu zao. Hata kama wameweka mikakati, hata kama wameweka kuta za ulinzi, tutaziangusha na tupende na tuingie katika utenda kazi. Maana Bwana wa majeshi anatangaza leo ya kwamba twaenda kutawala katika miji na mataifa. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine ninaishi ya kwamba ama huenda leo mimi naambiwa ni Yesu. Leo hii si yenu. Saa zingine naweza kuhubiri lakini ukute ni wewe unaambiwa, au wengine wasikilia hapo. Bwana asifiwe sana. I am the person to do. Ninaenda kutawala kuanzia leo katika maeneo haya na katika mji wa Nairobi na katika taifa la Kenya. Ninainuka kutawala. Ninajua sikubaliki, ninaonekana mdhaifu, mnyonge. Watu wanaweza kutazama na kufanya kulingana na vitu na maoni yao, lakini wakati Bwana anapochagua, atakangi kusikia maoni ya watu. My God, wakati Bwana anataka kukupaka mafuta, aendangi kusikiza ushauri wa watu. Wakati Bwana anataka kukupea mamlaka, aendangi kuuliza ushauri wa watu wa kwenu, aendangi kuuliza ushauri wa marafiki. Anapoamua anakupea. I declare today, Bwana afanye uamuzi wako leo pasipo na ushauri wa yeyote, na akupee kutawala. Amina. Bwana asifiwe. Maana watu wakiulizwa watasema, hata wengine watasema sijui Kiingereza, na wewe hujui Kiingereza. Kwa hivyo tunafaa kwenda kukaa pale vijijini tukifunga mbuzi na nyasi, tukikaa katika maeneo ya kuvinyiliwa. Lakini Bwana anapoamua kuchagua, aibaki kuuliza ushauri. Ningependa kukuhakikishia ya kwamba anapoamua kuchagua, aibaki kuuliza ushauri. Maana angeenda kuchagua Daudi, wakati alipoenda kuchagua, angeuliza ushauri wa watu wa familia. Angeuliza Jese, akamwambia angemwambia niko na watu wanaweza kubeba dira hii. Angeuliza kijiji cha Jese, angeambiwa na kuna watu wanaweza kuongoza jeshi. Lakini Bwana alipokuja, hakuangalia watu ambao waliokuwa na vifua, hakuangalia watu waliokuwa wanaonekana wakuu. Alienda kuchagua aliyekuwa msituni. Nakwambia hiyo kitu kinaleta uchungu. Bwana asifiwe sana. Maana waliyetarajia wapewe wakakosa kupewa, na kikapewa yule mtu ambaye hakutarajia. Ishara ya kwamba Bwana anapokusudia kutenda, haulizangi ushauri wa watu. Anapotaka kukutumia,
Hatauliza ushauri wa watu waliokutangulia, hatauliza ushauri wa watu waliye katika mamlaka, hatauliza ushauri wa watu waliokujua. Bwana asifiwe. Hata kuokoka kwako tukiuliza, kuna watu wanasema fulani tunamjua, hata hiyo wokovu yake si ya kweli. Bwana asifiwe. Wakiulizwa wanasema fulani waacha wokovu za ngapi? Sini pale kanisani wanaandanga kumandiko. Ndio maandiko hapa ni za watu nesi. Haleluya. Yaani ni mahali wanaendanga tu kujificha, si ati ni kuokoka wameokoka. Wakiulizwa watasema kulingana na zile hasira ziko na huyo mtu, Roho wa Bwana hawezi kuwa juu yake, hawezi kupewa kutawala hawa watu wote, atamalisha. Ninakwambia wewe na mahasira zako, wakati Bwana anapoamua, haijalishi ni nani anasimama kwa njia, atakuletea kilicho chako, atakileta katika maisha yako. Hata wakienda kwa waganga, wataenda na warudi, na watapata tukiabudu, watapata tukisifu Bwana, watapata tukishangilia. For the power, it is not about communication, it is not about the advice of man, it is about God's choice. God's choices. Wakati Bwana anapochagua, hata watu wakiulizwa, hata watu hawatajua ukipita, watakuja kuona ukibomoa. Bwana asifiwe sana. Watakuja kuona ngome zikianguka. Ningetamani leo katika ibada hii ya kwamba kukachaguliwa watu watakaojulikana kwa kubomoa ngome za watawala wa giza waliokalia miaka mingi. Hawatajulikana kwa majina, watajulikana kwa kubomoa nguta za giza, watajulikana kwa kubomoa madhabahu ya kichawi na kipepo, watajulikana kwa uwezo wa kuhubiri Injili, watajulikana kwa neema, watajulikana katika utenda kazi, maana Bwana analenga na aulizi mtu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa na wateule, unajua hata wale watu wanakujua sana ndio wanaweza kukupinga sana. Bwana asifiwe sana. Wale watu wanakujua sana ndio wanaweza kukupinga sana, na ndio wanaweza kukupiga vita sana. Wale watu wanakuelewa, na ndio sababu wanaposikia ya kwamba imeanza kutendeka, wanakuja kuanza kupinga ya kwamba haijatendeka na haijatokea. Ningependa nikwambie leo, hata wakisema haijatokea, wewe hauhitaji confirmation yao ndio ijulikane ilibomoka. Wewe ni kubomoa na kupita. Watabaki wakihesabu hasara. Ambia jirani, watabaki wakihesabu hasara. Kuanzia leo watabaki wakihesabu hasara ya kuta zinazoanguka. Watabakia wakihesabu hasara ya kuta zinazobomoka. Watabakia wakihesabu hasara ya madhabahu zinazoteketea. Hallelujah. Hata wasijue ni nani alibomoa, wakute ziko chini. Wanapokuta ziko chini, wewe umeenda to the next level. Maana Hosea alipoingia, alienda akapiga Wafilisti na akawaondoa. Alipokamilisha kuwaondoa, akaanza kurejesha miji ya Bwana, akaanza kurejesha vijiji na miji, akajenga minara, akajenga mahali kwa Siba, akaenda mahali kwa jangwani, akajenga monara, kwa sababu Bwana amemsaidia. I gonna tell you today, even though nobody counts you anyway, Jesus can count you today. Amen. Hallelujah. Amen. Ingawaje watu wanaweza kuwa, hakuna mtu anakuhesabu mahali popote. Inawezekana katika kijiji hiki, hata kanisa hili, hakuna mahali linahesabiwa mahali popote. Watu wakiinuka, wanainukanga na uongo na maneno ya kuchagua watu mioyo na kuwapiga. Ningependa nikwambie leo ya kwamba Bwana amechagua tukajenge mnara ya utukufu.
wameamua tukatawale, wakipenda wasipende tutatawala. Tutamsifu Bwana mahali hapa ya kwamba neema ya Bwana itatokea mahali hapa, maana neno linasema ya kwamba toka Zayuni Bwana amenyosha mkono wa uweza. Oh my God, ya kwamba toka Zayuni Bwana amenyosha mkono. Kwa hivyo alipopewa kutawala, akaingia na nguvu na uweza, naye akatenda yaliyompendeza Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia vile ambavyo tumefinyiliwa, unasikia vile watu ambavyo wamefinyiliwa katika maeneo ya makao, wamefinyiliwa katika maeneo ya mapato, wamefinyiliwa katika maeneo ya kuabudu, wamefinyiliwa katika maeneo ya kazi na biashara, wamefinyiliwa katika hatua zao, ya kwamba imelengwa na imekusudiwa watu wakateswe na wakafinyiliwe. I gonna tell you today that the mission of God overturning was beholded, and now the time has come for it to be revealed. Naweza kuwa imeshikiliwa kwa muda mrefu, lakini sasa imefikia wakati ya kwamba neema hii ikafunuliwe, ya kwamba uweza huu ukafunuliwe, ya kwamba mamlaka haya yakafunuliwe. Wapendwa na wateule wa Bwana, ningependa kuwahimiza na kuwaita leo, maana Bwana analenga. Amen. Unajua saa zingine unaweza naonanga, saa zingine nyinyi mnaweza kutonielewa, kama ninaweza ubiri na nipite na hiyo injili nikiwa juu, nijipate na huko nje amuni kama hamoja baba. If you would get what is being led today and what is being released today, you would be rejoicing and singing songs of victory, because the Lord is going to give you victory despite all kind of mockery that has been set around your life. Kando na madharau na kiburi cha watu, kiburi cha mapato, kiburi cha watu kujiona wajuaji na wanajua kukuliko, Bwana kando na vitu hizo vyote anaingia na kufanya. Yes. Unatawala. Na hakuna kitu kilicho na vita kama kutawala mtu aliyekukalia. Hakuna kitu kiko na vita kama kutawala mtu aliyekukalia. Maana hata akiona umekalia, huwa ana matumaini ya kwamba ninajua siku moja nitamuangusha tu, ninajua siku moja tu nitamuondoa, ninajua siku moja tu. Ni vile saa hizi amekaa anaona ni kama amekuwa, lakini ninajua wanakaanga na matumaini, na hivyo ndio saa yote wanakaa wakirusha mishale. Ningependa nikwambie leo, mishale ya wachawi irusha haitaweza kukufikia. Mishale ya magonjwa irusha haitaweza kukufikia. Mishale ya umasikini na kuteseka haitakufikia. Yes. Amen. Itarushwa na itapita. Watarusha na watakuta umekwepa. Unajua Bwana alipopeana kibali hiki, alipeana neema na akapeana mbinu na njia ya kukwepa mishale ya watenda kazi wa giza. I declare today in the name of Jesus Christ, wale ambao tumeshikiwa mkuki, Bwana asifiwe sana. Amen. Wale ambao tumeshikiwa mkuki, yaani tunafikiria watu tuko pamoja nao, tunafikiria watu tunaabudu nao, kumbe ni mkuki wanashika, wanakutuzudia kutukondenisha kwa ukuta tuishie hapo. I tell you, the Lord has revealed all secrets. Mungu amefunua siri zote. Haleluya. Ya kwamba kazi zao zitakwisha, ya kwamba kutawala kwao kutakwisha. Bwana asifiwe sana. Wakati Baba alipoondoka, mwana asiyekuwa anadhaniwa. Kuna watu wengi wamedharauliwa sana hapa. Kuna watu wanakuonanga tu, hata ukianza kuongea wanakuonanga tu. Leo hao ndio watu tunapea mafuta leo, hao ndio watu tunapea kibali leo, hao ndio watu wanapokea mamlaka leo. Watu ambao wakitokea
Hakuna mtu anaheshimu, anakuonanga mtoto tu, wanasemanga anaweza kufanya nini, si tunamjua huyu ni fulani, si tunamjua, tunajua mipango yake, si tunajua hata bado katika njia zake haijafanyika, tunajua they have a story of your life, wako na story ya maisha yako. Kwa hivyo hata wakiambiwa unatawala, wanasema atatawala tuone, kwa sababu wanajua wanakulemea. Hautalemewa raundi hii. Amen. Bwana asifiwe sana. Hatutawakopa raundi hii. Hatukopi. Bwana asifiwe sana. Hawatufinyilii tena katika mipango yao. Ibada zao wanazozitengeneza tunaziondosha katika anga na katika maisha yetu. Wengi wetu tumepelekwa katika dhabihu zetu zimepelekwa katika maangano ya Misri. Bwana asifiwe sana. Wengi wetu pesa zetu zilichukuliwa, zinakuliwa na watu, wanasherehekea wakisikia progress kitu kikipangwa kiendelee, wanakuja wanasema hakuna kitu, hakuna kuendelea. Sasa mnasumbuka mahali pamoja mpaka mnachoka. Unapata badala ya kuongezeka ni kupungua, unapata badala ya kufaulu ni kuanguka, unapata badala ya kupokea ni kupoteza. Ningependa nikwambie majira ya Bwana imewadia, tukapate na tuongezeke, tukapate na tukakwee, tukapate na kwenenda. Amina. Kwa sababu najua hiki kitu kinaanza kazi sana. Wewe ukienda zako, usiende kwa ile kudharauliwa uliyekuwa nayo. Anza kutembea tu pole pole. Hata wakikuja na mbio zao unawaondokea, unawaambia ninajua mbio zenu zitawarudisha chini ya nyayo zangu. Nitawatawala mpende msipende. Naweza kuwa sifai kwa wakati huu, naweza kuwa sitawali wakati huu, naweza kuwa siwezi sahihi, lakini Bwana akianza kuniwezesha sasa, nitaweza mambo yote yale ambayo hayakuwezekana. From today the revolution of the kingdom of God it will come. Na hivyo kutoka wiki ijao nitakuja kuanza kufundisha kuhusu kujenga miji ambao iliyobomolewa na watesi wako. Tumekaa katika vita siku nyingi, na tumekaa katika mahangaiko siku nyingi, and when the Lord comes to restore, it starts by imparting power, it imparts knowledge, it imparts anointing, that hata kama unapigwa vita unakuta haiwezekani. Watu wanakudhalilisha, unakuta haudhaliliki. Watu wanakudunisha, unapata uduniki. Watu wanajaribu kukupasha, wanakuta haukwaziki. Watu wanajaribu kukutusi, wanapata matusi yao hayawezi kukufikia. Kwa lengo la Bwana anataka ukatawale. Na kwa sababu kinacholeta matatizo ni kwa sababu watu wanadharau na kupuuza kulingana. Hawa walikuwa wanasema miaka 16 atatawala haji, lakini akateuliwa kuwa mfalme. Hata wewe katika upeo wa kudharauliwa, maana wengine watadharau, waseme huyu amepita mahali pa kufanya project, huyu amepita mahali pa kununua ploti, huyu amepita mahali pa kununua gari, huyu amepita mahali pa kufanikiwa. Wanaweza angalia waone sasa kama anaelekea miaka 50, kama ameenda hivi, hata kazi anayefanya ni kazi inaleta faida ya 200, hata kazi anazosumbuka nazo ni kazi za kusungusha mali. Unafikiria mali itaweza kumpea kitu? Kuna kudharauliwa na kudunishwa waliyetupinga kwa sababu ya zile vitu tunazotekeleza. I tell you, God will use them as a tool to reach our destiny. Bwana atasitumia kama silaha, ataitumia kama silaha ya kutubeba. Ingawaje risasi ni kitu ndogo, kinaangusha ndogo. Ingawaje risasi ni kitu kidogo, ikipiga mnyama mkubwa kama ndovu anapigwa na anaanguka, na ni kitu dogo. Bwana asifiwe sana.
hiyo kidogo wanaitazama na kuhesabu. Because bwana mmoja aliweza kuniambia kwamba ukitaka kujua umbali utakaoenda, enda ufanye makadirio yako ya mwaka, na ukifanya makadirio yako uone ni nini unapatanga kwa mwaka moja, useme kama maisha haitabadilika utapata hivyo miaka 10, na uhesabu uone ni kitu gani unaweza kukua umepata. Ikawa basi kama umekuwa ukipata chakula peke yake na hakuna kitu kingine, usituambie baada ya miaka 10 utakuja kuwa unaweza kufanya vitu kubwa. Utakuwa na uwezo wa kupata vyote. Utakuwa na uwezo wa kupata vitu duni. Hiyo ni jicho la wanadamu na mtazamo wa wanadamu, lakini Bwana anaweza kutumia njia zake, anaweza kutumia hatua zake ambazo watu hawakutarajia. God can use a way that no man expected. Bwana asifiwe sana. Na hivyo kuanzia majira haya, ninataka niombe na watu wanataka kutawala tu. Umetawaliwa siku nyingi. Bwana asifiwe sana. Kwa familia yenu imetawaliwa na watu wamewapa msomo. Ukijaribu kwenda unapata kule unakoenda umekaliwa, unapata kule unakoenda umefinyiliwa, unapata kule unakoenda unateseka. God is willing to give a little solution today to your life. Unachohitaji ni mafuta tu leo, na utembee katika yale mafuta. Unahitaji tu upako leo, utembee katika ule upako. Haleluya. Ya kwamba ni upako tu unahitajika. Jesus. Bwana asifiwe sana.